kuwatumia pia salamu zangu za dhati za heri ya Christmas na mwaka mpya majirani zangu wote wa mtaa Freedom, bila kuwasahau wale wote ambao wamekuwa wakipenda kazi zangu na kunisupport. Naopenda. Stay safe and bye bye. Mwah. Mpenzi mteja wa Maisha Boutique, hii ni Maisha Boutique. Habari za leo, ikiwa ni siku moja kabla ya maadhimisho ya siku kuu ya Christmas 25 mwezi wa 12. Tunapenda kuwatakia wateja wetu wapendwa heri ya sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Lakini msisahau kwamba tunazo bidhaa mbalimbali, tuna mabegi ya kuendea safari jamani wapenzi, lakini pia tunavyo vitu vya shule, vitu vya watoto, mabegi ya shule ya watoto, mashuka ya shule. Msiache kuja, tunapatikana Ngara mjini, Kagera, lakini pia ni mtaa Freedom, nyuma ya Freedom Studios. Ukija mtaa Freedom utatupata moja kwa moja bila kukosea. Karibuni sana. Nipende kuwatumia salamu zangu za dhati wateja wangu wote wapendwa, hasa wale ambao tunakutana mitandaoni, mnaniamini na mnaweza kunipatia oda zenu. Tunaweza kufanya kazi kwa pamoja, tunahakikisha mambo yanaenda bol yanaenda sawia. Napenda kuwashukuru wote ambao mmekuwa mkinishika mkono, bila kusahau kwamba tunapatikana na vitu vyetu ni vizuri. Tunayo maduvet, mashuka, kila kitu. Mambo yote yanayohusu decor hapa ni mahala pake. Unatakiwa kupendezesha nyumba yako kwa kuitumia vizuri Maisha Boutique. Tuko pamoja na wewe na hatutakuacha. Stay tuned. Napenda kuwatumia pia salamu zangu za dhati za heri ya Christmas na mwaka mpya majirani zangu wote wa mtaa Freedom, bila kuwasahau wale wote ambao wamekuwa wakipenda kazi zangu na kunisupport. Naopenda. Stay safe and bye bye. Mwah. Kipekee kabisa mimi nimejiandaa vyema na sikukuu ya Christmas na mwaka mpya. Kwanza nimejiandaa kuwapa ofa wale wateja ambao watakuja ndani ya siku hizi za sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Ukinunua begi chochote, duvet, shuka, my dear, tunayo ofa nzuri sana. Hasa kwa wale wateja ambao ni wale watakao nunua vitu vya shule, kwa maana vifaa vya shule, mabegi ya shule, mashuka ya shule, mabegi ya kusafiria huu msimu wa sikukuu. Ninayo ofa na discount nzuri sana kwa ajili ya wateja hawa. Lakini mimi nimejiandaa vyema, nimejiandaa kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini nina furaha kwa ajili yenu wateja wangu ambao mmekuwa mkija, na msisahau kwamba tunazo new arrivals. Tunayo mataulo ya ajili ya wanafunzi yenye manyoya mepesi ya kubembeleza, soft blanket, yani mambo yote mazuri kwa ajili ya baridi yanapatikana. Maua yote ya decor yanapatikana hapa. Usiache kuja, tumejipanga, tunakupenda and wewe ni wa muhimu sana. Usisahau kwamba Maisha Boutique is the home of healers. Wapenzi, wala msitumie gharama nyingi sana. Msisahau kwamba unapokula sikukuu unatakiwa utunze akiba kwa ajili ya watoto. Kama hivi tunao mabegi tayari kwa ajili ya watoto kwenda shule. Badala ya kutumia pesa nyingi kwenye sikukuu, unapita hapa unachukua begi lako zuri na vifaa vingine vya shule kwa ajili ya kuweza kufanya mambo ya Januari kuwa mepesi. Msitumie pesa nyingi sana kwa ajili ya sikukuu tafadhali. Ninaomba niwakumbushe kuhifadhi kiasi kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza sio mbali, mwezi wa kwanza pamefika, na mwezi wa kwanza ni kesho kutwa. Hemea mapema, balance pesa yako, kiasi chako ndugu mteja, usije ukadhirika. Wewe ni mteja, wewe ni bora kwa mwanao na wewe ni shujaa. Tunza kiasi, lazima uwe na kiasi fulani kwa ajili ya mtoto wako. Asante, stay tuned na kushauri and stay safe. Kawaida yetu sisi vijana, naweza nikasema kwamba tunayo mambo mengi ya kuyafanya. Lakini pia kama mwaka huu haukuweza kufanikisha, mwaka mwingine unakuja 2026 inaweza ikawa nzuri na bora sana kwako. Tunao malengo mengi ambayo vijana tunatembea nayo, lakini hatuwezi kuyatimiza yote kwa wakati mmoja kwa sababu tunazo changamoto ambazo zinatokea kwenye maisha yetu ya hapa na pale. Lakini kama uliweza kufanikisha moja na mawili matatu yakafeli au yakashindikana, unatakiwa kumwambia Mungu kwamba huu mwaka mwingine 2026 ni mwaka wa kuyatekeleza na kuweza kuyaendeleza yale ambayo hukuweza kuyamalizia mwaka 2025. Ni mwaka wenye heri na neema. Tunamshukuru Mungu kwa pale ulipofikia,
hata kama yote yalishindikana, lakini ulifanikisha kuwa na uhai. Uhai ndio kitu cha muhimu zaidi. Unamwambia Mungu, nataka nikayakamilishe 2026, bado sijachelewa. Kwa hiyo kikubwa ni jitihada, hekima, juhudi na kuomba kwa imani. Yote yanawezekana.